Mama DOP, Watanzania wataka kufahamu kwa majina yako na hasa jina lako la sanaa. Mimi hapa naitwa Ashura, jina langu ambalo natumia kwenye sanaa. Ashura, jina natumia kwenye sanaa na kwenye balozi wa mapenzi. Topic yetu ni kubwa kuzungumzia tamthilia ambayo inakwenda kwa jina la Balozi wa Mapenzi. Ni tamthilia ambayo in short inazungumza kwa jicho la 6 na pia naitazama kwa jicho la 10. Itaenda kufanya poa sana kwa sababu ya content na maudhui. Hata wewe mwenyewe ni mshiriki wa hiyo tamthilia. Ulikuwa nani kwenye Balozi wa Mapenzi? Mimi nilikuwa mwanamke ambaye nimeolewa na nyanyaswa na mume wangu, napigwa. Unanyanyaswa na mume wako, unapigwa. Ina maana mwandishi au director alikuchora kama hivyo. Je, unazungumziaje kwa watu ambao wanaishi wanawake kwenye maisha kama yale? Sababu wewe ulicheza. Lakini je, context yako unazungumziaje juu ya maisha hayo na wapenzi wanaopitia? Mimi napenda tu kuambia kama wanawake wenzangu, ukikuwa unapitia changamoto kama zile, so unakimbia kwenye ndoa inakuwa sio suluhisho, inabidi ufanye suluhisho. Na je, wanaume wanaowafanyia hivyo, haswa kama mfano mumeo kwenye hii Balozi wa Mapenzi alikuwa anakufanyia hivyo, niliona alikuwa anakupiga sana sana, na wapo hata wanaume kwenye ndoa zao wanawapiga sana wake zao, unawazungumzia vipi hao wanaume? Napenda kuambia wanaume hizo mambo zilikuwa zamani, sasa hivi watu tumebadilika yani. Mambo ya unyanyasaji haipendezi katika jamii, afu hasa kunyanyasa mwanamke inakuwa haipendezi. Kwa hiyo mwanamke anapigwa kwa upande wa kanga wala sio kwa ngumi. Ndio. Okay. Unazungumziaje tamthilia ya Balozi wa Mapenzi in general kiujumla? Unaizungumziaje? Movie ya Balozi wa Mapenzi ni movie nzuri, director kajitahidi kutunga, yani pongezi kwake. Bonge la tamthilia. Bonge la tamthilia. Unaipa nyota ngapi? Naipa nyota 5. Kama ile hoteli ya Jila 5 hotel. Okay, sawa. Mimi napenda kujua vitu viwili haswa kutoka kwako, haswa kwenye tamthilia hii ya Balozi wa Mapenzi au Nabii Mtoto. Ni scene ipi ambayo ulicheza na unahisi hata ukiambiwa urudie sasa uwezi kucheza kama vile ulivyocheza? Nakumbuka niliambiwa yani nilikuwa nimeenda kanisani, nimechelewa kurudi, halafu mume wangu akakuta sijapika chai. Hiyo siku alinipiga. Yani alinipiga sana. Yani sitamani nicheze ile. Nikasema fanya nini? Nilikuwa nimeenda kusali nirudi kupika chai kweli. Yaani kanisani hivyo unaona akili timamu kweli? Mungu nisamehe tena. Okay, kwa ile scene hata mimi nilivyoitazama na nikireview hapa kuirudia, naona ulikuwa unapigwa sana yale mashuti. Nikahisi labda pengine hata kwenye mahusiano na ulivyokuwa na react, yani ukipigwa na react nayo, pengine na kwenye mahusiano yako ulikuwa nao unapigwa kama vile. Hapana, sipigwi. Nzangu anajaribu kunifurahisha, yani tuna enjoy kiujumla. Hajai nipiga hata siku moja. Unaweza kanitajia mpenzi wako? Hapana. Unaweka siri. Okay, sawa sawa. Hii tamthilia ya Balozi wa Mapenzi ama Nabii Mtoto itatazamwa na watu wengi sana, lakini wanatamani kujua inapatikana wapi na haswa. Tamthilia yetu Balozi wa Mapenzi inapatikana YouTube. Ukidownload pale Balozi wa Mapenzi inakuja katika kampuni yetu ya Swahiba Film. Okay. Swahiba Film ni jina la akaunti ya YouTube ambalo itakayopatikana tamthilia yetu ya Balozi wa Mapenzi. Pia kuna namba zinapita hapo chini, hizo zitakuwa zinakupa mustakabali pia na mlolongo wote wa juu ya kuipata tamthilia yetu YouTube. Naomba pia hizo namba utumie kwa ajili ya kutupa comment. Ukiwa unatazama ile kazi utatupa comment pia kwa namba, na kule kwenye YouTube usahau kusubscribe, usahau comment na kulike account yetu ya YouTube Swahiba Film.